wadau wetu, mawakili wasomi wote, wao wa serikali au wa binafsi, au wale wanaoruhusiwa kutoa msaada wa sheria. Kuna jambo jingine hapa limesemwa na mimi nilisisitiza, hili linaloitwa mbinu za kiufundi. Kupitia mapingamizi ya awali, pamoja na umuhimu wake, lakini napaswa kutazamwa katika jicho la haki. Mapingamizi haya hayamalizi mashauri, yanachelewesha mchakato wa haki. Ni vizuri sana, pamoja na takwa la kuweka ulinganifu kati ya maslahi ya mteja na maslahi ya haki na wajibu wa wakili kwa mahakama, ni vizuri sana kutanguliza maslahi ya haki. Na hii inayosema kwa mawakili binafsi na inasema kwa mawakili wa serikali, wanaongoza sana kwa PO. Mapingamizi, yaani kila kesi ikifika ni mapingamizi. Na mapingamizi mengine ukiyatazama sana unajiuliza, sisi tunajiuliza huyu kwa nini anaweka hii pingamizi wakati anajua remedi yake haimalizi hili shauri. Mashauri 327 yenye thamani ya shilingi trilioni 1 bilioni 402,992,991 na senti kadhaa yalisuluhishwa. Katika kipindi hiki kituo kilifanikiwa kufanya upatanishi wa jumla ya mashauri 77 yenye thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 110.813 na hatimaye kufikia makubaliano ya kiasi cha shilingi bilioni 36.952, hivyo kuokoa kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni 74.220. Uelewa bado ni mdogo, upo chini sana. Wananchi bado wana njia moja tu, kwamba wanafikiri kupata haki ni kwenda mahakamani peke yake. Kwa sisi tuna jukumu kubwa ya kuelimisha umma kwamba njia rahisi ya kupata haki ya uhakika kabisa ni katika njia ya usuluhishi, kwa sababu mahakama yenyewe inatatua kesi, haimalizi mgogoro, ila usuluhishi unamaliza mgogoro wenyewe, na mtu sahihi ambaye anaweza kumaliza mgogoro huyo ni yule mwenye mgogoro mwenyewe kuliko hata mahakama. Kwa hiyo uelewa bado uko chini, ila tunataka uelewe. Changamoto zilizopo katika utatuzi wa migogoro hasa katika hatua ya usuluhishi ni uelewa wa jamii kuhusiana na nini maana ya usuluhishi na kitu gani muhimu kinatakiwa kufanyika katika ile hatua ya usuluhishi. Watu wengi wanapokuja kwenye mashauri wanakuwa na mitazamo yao, yaani anaamini kila anachokidai ndo anastahili kukipata. Kwa hiyo ukimpeleka katika hatua ya usuluhishi inakuwa ni changamoto kidogo kuweza kubadilisha kila ambacho tayari amejijengea akilini na kila ambacho wewe kama msuluhishi unahitaji aweze kukipata, kwa maana ya kuweza kurahisisha migogoro au mgogoro wake kuweza kusuluhishwa kwa wakati na kwa uharaka zaidi.